wafunguka, na ni mawakili wa pande zote mbili zinazovutana wafunguka kiini cha mgogoro, na serikali sasa yaingilia kati, yaita mezani, polisi yaanza uchunguzi. Samia Majaliwa ataendelea kutumika serikalini, lakini pia mbio za Ikulu na ahadi zilizoibua mijadala nchini. Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Wakati kwa chini kabisa kuna habari inasema mwaka 2025 na sura halisi ya wanawake na uongozi. Ukurasa wa 18 kuna undani wa taarifa hiyo. Wakati habari nyingine iliyopewa uzito hapa, unaambiwa Mutharika aibuka mshindi Malawi, Chakwera akubali. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Sasa Nkobike, kabla hujanipa gazeti lako, nataka tujuzane kidogo kuhusiana na haya mapya yaliyoibuka juu ya ule uvamizi wa nyumba ya mjane. Kulikuwa na clip ambayo ilitembea mama mjane akitolewa nje na watu wanaoitwa mabouncer. Kwamba wao wale wewe ukihitaji kumtoa Nkobike nje naenda kuwakodi wale mabouncer. Sasa imekuwa ni kasumba mara kwa mara kwa jiji la Dar es Salaam. Watu wamekuwa wakiwatumia watu wenye wanaonekana na misuri na nguvu za kufanya chochote kile. Kwa hiyo wale mabouncer bwana wakaenda wakamtoa mama mjane kwenye nyumba yake. Licha kwamba kesi iko mahakamani na taratibu nyingine zilikuwa zikiendelea, kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ameeleza mambo mengi. Sasa akatoa onyo kwa Dar es Salaam. Hawa watu wanaoitwa mabouncer wasitumike kwa namna yoyote ile. Unaenda kumdai mtu na mkodia mabouncer. Hivi dhana ya mabouncer ndio maana yake hiyo, nikiwa nakudai nikawalete wao au kazi yao ya msingi ni nini? Nafikiri hawa wakati zinaanza hizi harakati za hawa mabouncer, ilikuwa lengo ni kukaa katika sehemu zenye shughuli, kwa mfano maklabu huko kwa ajili ya kuangalia usalama katika maeneo yale. Lakini sasa inawezekana labda kutokana na changamoto ya ajira, sasa watu wanawatumia pia hata katika shughuli zao za kawaida tu, kwamba sasa mimi nina mtu namdai, basi ni bebe mabouncer. Kuna mtu nataka nikamhamishe kwenye nyumba, ni tume mabouncer. Kwa hiyo wao wenyewe wanatakiwa kujiongeza, na si vyema unaweza ukawa bouncer lakini ukaenda ukaingia cha kike. Wewe mjomba umekwenda kwenye nyumba ukuta mtu wewe ni bouncer alafu mtu na hapa ipo. Sasa unakuta bouncer na hapa ipo, inakuwa ni shughuli nyingine. Nafikiri wao wenyewe kwanza wajitathmini, waangalie na uhai wao. Kwa mfano kama hilo sakata la kwenda kumtoa mama ambaye hiyo nyumba ina changamoto lakini kuna zuio la mahakama hapo, kwamba kesi inaendelea. Wewe uthubutu huo unaupata wapi? Lakini kuna wale madalali ambao wanapewa hiyo kazi, ndio kwa ajili ya kwenda kutoa watu katika hizi nyumba kwa changamoto mbalimbali za ambazo zipo. Nimeshawahi kushuhudia hiyo moja Tanga, kwamba kuna watu wale ambao ni maajenti ambao wanapewa hizo tenda. Baada ya mtu labda ameshashinda, anaambiwa bwana anaenda kutafuta watu, kwa kantoleeni watu fulani katika nyumba, kwa akakodi kikosi cha mabouncer kama ambavyo unasema. Kufika pale bwana akakutana na jamaa mtata. Sawa, mmekuja na mabouncer, lakini tunaona hapo kuna tangazo kwanza la zuio la mahakama kwamba hii nyumba haipaswi kufanywa chochote mpaka pale kesi itakapokamilishwa. Leo mmekuja kutoa watu kama nani? Lakini mmekuja, mbona hamna kiongozi wote wa mtaa? Ondokeni kabla hali ya hewa haijachafuka. Kwa jamaa kaona hapa kukaliki. Kwa hiyo wao wenyewe kama mabouncer naamini pia wana umoja wao. Sio na liko hivyo. Kwa hiyo wao wenyewe wajitathmini, sio tu kwa sababu wanahitaji fedha basi kila anachoambiwa enda wakakifanya, enda kufanya. Nakuja kukutana na makubwa ambayo hawatoyasahau katika maisha yao, lakini pia wanahatarisha uhai wao, kwa sababu unaweza ukaenda kuvamia kwenye nyumba ambayo mtu naye ameshavurugwa, ikaje ikatokea maafa mengine makubwa. Kwa hiyo wao wenyewe kama bouncer wanapaswa kuangalia usalama wa maisha yao, lakini pia hawapaswi kukurupuka kwamba kwa sababu mtu ana fedha tu anakuambia bwana twende tukavamie sehemu fulani au na misuli. Hapana, kuna wengine hatumii nguvu bwana, hatumia teknolojia tu. Sawa. Kwa hiyo nafikiri Nkobike tubaki kwenye dhana ya msingi ya huyu bouncer, kwa sababu si ni ajira kama ajira nyingine. Na kwa nini umezungumza kwamba mara nyingi wamekuwa wakionekana kwenye kumbi za starehe kwa ajili ya kudumisha usalama wa eneo husika? Maana yake ni kwamba hatuwezi tukachukua vitengo vya serikali kuviweka eneo hilo. Kuna hao watu wanaitwa personal bodyguard, wale walinzi
walinzi binafsi, yes. ndio bwana, yes. ambao pia na wenyewe wanatoka kwenye tawi hilo la mabouncer. Sasa najaribu kuwaza kwamba ni kwamba watu sasa hivi hawataki kulindwa, au wao wenyewe mabouncer wameongeza hiyo service, huduma nyingine, kwamba sasa hivi bwana, ukihitaji kwenda kumtoa mtu kwenye nyumba yake, au ukihitaji kufanya hiki mtu namdai, tufuate sisi. Imeonekana pia kwa baadhi ya taasisi za kifedha, hizi taasisi ambazo nyingine ni taasisi halali, lakini nyingine ndio hivyo zile za mikopo ya kausha damu. Mara nyingi wanapokuja kuchukua vile vitu ulivyoviweka dhamana, wanakuja na mabouncer. Hii dhana imekaaje? Nafikiri kwanza tujiridhishe. Huu mmoja wa mabouncer unatambulika kisheria na umesajiliwa? Kwanza hili ni jambo la kwanza kabisa la kujiridhisha. Kama watakuwa wana umoja wao na umesajiliwa, basi lazima wapewe taratibu na miko ya kazi yao na mipaka ya kazi yao. Na wajipambanue wao wapo kwa ajili ya kazi gani. Lakini hii kwamba mimi namdai mtu fulani nimchukue bouncer niende naye, ni angalizo tu. Wanaweza kaja kukutana na kitu cha ajabu sana. Sasa leo imetokea Dar es Salaam, lakini hatujui kwa maeneo yako msikilizaji, umewahi kushuhudia kitu kama hichi? Na nini mwananchi anatakiwa afanye? Cha kwanza kabisa, mtu anakuja hata kama anakudai, sawa, mimi najua Nkobike unanidai, unakuja kunidai na bouncer, sioni mwenyekiti wangu wa mtaa, simuoni mtendaji, na nilisimuoni labda balozi wa nyumba 10. Unafikiri mwananchi anatakiwa tuzingatie nini? Mimi sasa ndio najua nadaiwa, lakini ni mara pa Nkobike huyu hapa kaja na mabouncer. Alafu pia kwenye deni kuna utaratibu wake. Haiwezekani kwamba unanidai ukanivamia tu ukaja na watu kaanza sasa sio utaratibu huo, hakuna utaratibu huo katika masuala ya deni. Kwamba ni wewe uje univamie tu na mabouncer, unipige, unifanyeje, uniburuze, unanikosea heshima na haki yangu ya msingi. Sawa, tumekopeshana mimi na wewe, tukakopeshana mbele ya mabouncer. Kama mimi unanidai, kuna utaratibu wa kuweza kuufuata. Huwezi kuja kunivamia tu katika nyumba. Kwa hiyo hata hao wanaodai wawe na wastaarabu wakati wa kwenda kudai. Mimi kunidai kwako hakufanyi wewe unitolee maneno makali ya kunidhalilisha. Sijui umeelewa? Unitukane. Kwa hilo ni kosa jingine ambalo unaliongeza. Sawa, mimi sikatai unanidai, lakini utaratibu ukoje wa kunidai? Sasa tunaye mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akitoa onyo hilo, lakini alielezea kwa undani kabisa ule mgogoro ulipoanzia, kesi ilikuwaje na wapi ilipofikia, lakini mwisho akaonya na akatoa agizo, hawa watu wanaoitwa mabouncer sio kwa ajili ya kazi hiyo. Huyu hapa Mohamed, kwa mujibu wa maelezo sasa wakili wake, ni kwamba kulikuwa tayari kuna mizozano ambayo bwana Mohamed alikuwa ndani na nje ya nchi, na mizozano hiyo ikiwa inaendelea, na ndio maana mpaka leo akawa bado hajafanikiwa kuishi kwenye nyumba hii. Kwa mantiki hiyo sasa, mambo machache ambayo nataka niyatolee msisitizo. La kwanza ni shukuru sana mkuu wa wilaya na viongozi wa Kinondoni kwa take action haraka kuhusiana na jambo hili mara tu baada walipopata taarifa kwamba kuna uvunjifu wa amani unaendelea hapa kwenye kiwanja hiki, kama ambavyo tumemsikia mkuu wa wilaya. Na nitoe wito pia kwa mkuu wa wilaya, wewe kama msimamizi wa ukuu wa wilaya au kama mwakilishi wa ukuu wa wilaya wengine, na kwa kuwa na jeshi la polisi liko hapa, kuanzia leo, hii tarehe ya leo tunavyoisema leo, narudia maneno yale ya mkuu wa wilaya, katika mkoa mzima sitaki kuja kuona kuna mtu yoyote anaitwa bouncer ambaye atakwenda kuchukua jukumu la kufanya eviction bila consultation au bila maprofessional ambao ni jeshi la polisi au vyombo vya dola. Na ikitokea mahali popote watu wameziba masikio, washughulikiwe hapo hapo immediately kwa sheria kali.